aliambiwa hivi, katika mwaka wa 6 wa mavuno nitaibariki nchi, naye itazaa mara 2 ya kawaida ya miaka yote mingine, ili mwaka wa 7 mpumzike. Kwa hiyo mwaka wa 6 ni mwaka ambao ulikuwa umeambatana na roho au nguvu ya kiroho inayomiliki fedha. Kwa hiyo miaka yote kama walikuwa wanavuna gunia 5, let's say, mwaka wa 6 walitakiwa wavune gunia 10. Kwa hiyo kama fedha zako tu unazitafutia katika ulimwengu wa mwili, na kuhakikishia kuna siku maarifa yatagota na hautapata kitu. Watu wengi ambao wanamiliki fedha, ni hii ndio siri ambayo hawezi wakakwambia ya kwamba fedha kabla haijawa mikononi mwako imetoka kwa mtu mwingine, na huko haijulikani imebeba roho ipi. Huwa nawashauri watu ambao wanachukua mikopo, nawaambia ukipewa mikopo, chukua ule mkopo, zile fedha usiziingize kwenye biashara yako, zipeleke benki, alafu katoe fedha kwenye akaunti yako. Kuna tofauti ya fedha uliyoichukua kwenye mkopo, imekuja inajulikana ni fedha ya mkopo, na fedha ambayo unaenda kuitoa kwenye akaunti yako kama fedha yako. Ni ngumu kuelewa, lakini ujue kwamba fedha ni ya kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Lugha ya kwanza.